Kabla ya taarifa hizi nzito ambazo ziko na asili kubwa, naomba ikiwa wewe ni mgeni unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi za ndani kila siku. Cha muhimu cha kuzingatia zaidi unapoendelea kutazama, mpenzi mtazamaji, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu. Kuna taarifa za ndani sana, ziko na siri kubwa ambazo tumezipokea katika meza yetu ya utangazaji hapa Mbeya, Tanzania. Samia ajificha haonekani, na aliyekuwa rais Jakaya Mrisho Kikwete ambaye anatembea sana na Samia Suluhu Hassan kuvamiwa, jambo ambalo limeweza kusababisha kilio kutanda katika taifa la Tanzania. Sasa iko hivi, mashambulizi yametanda katika ikulu ya Tanzania. Samia haonekani, ametoroka. Kikwete kuvamiwa hadharani. Siku ya jana ilikuwa siku ya makumbusho kumkumbuka aliyekuwa rais wa taifa la Tanzania John Pombe Magufuli, ambaye alitutangulia mbele za haki, mtetezi wa maskini. Sherehe yake ya makumbusho ilikuwa inaandaliwa Chato, Geita, kusherekea miaka mitano tangu Rais Magufuli aage dunia. Cha kushangaza ni hiki ambacho kiliweza kuchangia Samia kujificha na Kikwete kuvamiwa. Samia Suluhu Hassan hakuhudhuria sherehe ile ya makumbusho ya John Pombe Magufuli, alijificha tu. Kikwete hakuhudhuria makumbusho yale, na hata Paul Makonda hakuwa pale. Sasa Kikwete amevamiwa kwamba haya ni madai ambayo kama sisi Tanzania ITV hatujathibitisha kufikia sasa, lakini iko hivi. Inadaiwa kwamba Samia Suluhu Hassan na Kikwete waliweza kushirikiana kumuua John Pombe Magufuli. Hayo ni madai kwa sababu hayajathibitishwa. Sasa Jakaya Mrisho Kikwete anavamiwa kwamba kutohudhuria kwake kwa sababu alikuwa mwana CCM. Samia kutohudhuria kwake kwa sababu alikuwa mwana CCM, kwa Pombe Magufuli ambaye alikuwa mwana CCM, hawangefika pale. Sasa haya ndiyo mashambulizi yametanda kwao. Hawangehudhuria kumbukizi ya Magufuli kwa sababu ikiwa umemwadhiri mtu ameaga dunia kwa sababu fulani, ukienda kwa makumbusho utajilaani, utapata madhara na huenda yatasababisha hata kifo. Sasa viongozi hawa wakahepa. Hatukumuona Samia Suluhu Hassan, amejificha, hakuonekana. Kikwete hakuonekana. Paul Makonda hakuonekana. Ila tu tuliyemuona ni naibu rais ambaye tunasema ni makamu wa rais, ambaye ni Emmanuel Nchimbi. Sasa haya madai yameweza kuleta taharuki kubwa katika taifa letu la Tanzania, na hata tunajiuliza, Samia uwepo wake mamlakani ni kwa sababu ya Magufuli, kwa sababu yeye ndiye aliweza kumteua akaacha wengi akawa makamu wa rais wake, lakini anasaliti hata marehemu. Wakati watu wanasherekea kifo ama kumkumbuka, yeye hahudhurii sherehe ile, ila tu aliweza kutoa amri kwa Emmanuel Nchimbi aweze kuenda kumwakilisha. Jakaya Mrisho Kikwete, yeye ndiye aliweza kumkabidhi mamlaka, uongozi Magufuli, kwa sababu Jakaya alikuwa mamlakani. Baada ya Magufuli kushinda, akachukua mamlaka hayo. Yeye ndiye alimkabidhi mamlaka
Jakaya Mrisho Kikwete akamkabidhi mamlaka Magufuli, lakini hakuenda pale licha ya kuwa mwana CCM. Na sasa watu wanajiuliza, Watanzania wengi wamekuwa wakieleza katika mitandao ya kijamii na kumvamia pakubwa kupitia mitandao ya kijamii Samia Suluhu Hassan na Jakaya Mrisho Kikwete, mbona hawakwenda pale? Wanadai kwamba ni kwa sababu walihusika katika mauaji ya John Pombe Magufuli ambaye alikuwa kipenzi cha Watanzania haswa maskini. Hakuwa anaelewana na watu ambao wako na mihela. Ni cha kushangaza pakubwa. Na katika mazishi yale ama makumbusho ya Magufuli, maajabu yaliweza kutokea. Majaliwa Kassim alipokuwa anazungumza alionekana kumsifia John Pombe Magufuli, akasema alikuwa mkali, hakuwa anataka watu wafisadi na wauaji. Unajua kilichotendeka, kituo cha matangazo cha kitaifa hapa Tanzania TPC waliamua kukatisha ubeberushwaji wa matangazo hayo moja kwa moja ambayo yalikuwa hewani, wakakatisha wakati aliingia na kusema ya kwamba Magufuli hakuwa anataka wauaji, hakuwa anataka wafisadi. Alikuwa mtu ambaye alikuwa straight, akisema amesema. Akaondolewa hewani. Kituo hiki kinamilikiwa na serikali ya Tanzania. Sasa hawawezi kuruhusu na kuacha habari hizi kwenda kwa Watanzania wengine kujua ni kipi ambacho kinaendelea serikalini, kwa sababu Samia Suluhu Hassan anahusishwa katika kikundi cha mauaji ambao wanateka nyara. Ukisema serikali vibaya ama ukizungumzia ama ukikosoa, unakujiwa, unapotezwa, unatekwa nyara. Hadi kufikia sasa Humphrey Polepole hajulikani alipo. Wanaharakati wametoroka Tanzania kwa sababu ya kukemea uongozi wa Samia Suluhu Hassan ambaye aliweza kujilazimisha kwa uongozi na kutangazwa kisiri na kuapishwa kisiri. Sisi wa Tanzania hatukuhudhuria uapisho wake. Sasa hawezi kukubali kuambiwa ukweli halisi wa mambo. Zaidi ya yote, kuna siri ambayo inaendelea sasa hivi fiche, ambayo nitaitoa katika kanda ambayo itafuata. Baada ya hii kuna kanda ambayo inaendelea kutayarisha, ambayo kuna mazito makubwa kuhusiana na siri zile ambazo zinaendelea serikalini. Naomba kutamatishia hapo, lakini hali hivyo ndivyo ilivyo. Tukipata taarifa zingine tutazileta, lakini kuna taarifa hapa naendelea kupika, nitaileta baada ya masaa mawili. Tukutane baadaye. Kwaheri kwa sasa, na ikiwa hauja subscribe, usubscribe na uwashe kengele. Kwaheri.